Mheshimiwa Spika, hivyo hivyo ilitokea kwenye upande wa simenti. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na Watanzania wote, naomba watuelewe serikali kwenye jambo hili. Iko namna hii. Mheshimiwa Spika, nchi yetu ilijengwa kwenye misingi ya ujamaa na kujitegemea. Watu wengi hizi concept mbili huwa wazielewi sawa sawa. Ujamaa ni undugu, kwamba usifurahie tu wewe peke yako kufanikiwa huku wengine wakiwa wanapata shida. Sisi tuliokulia kwenye maji, Mheshimiwa Doto anafahamu ile. Mkijifunika nguo moja ilikuwa inaitwa Japani, ukiigusa tu hivi inafiatuka, inawakimbia wote. Kipande kimoja cha Japani mnajifunika watu 5. Kwa hiyo hapo anapata faida ni yule wa katikati, watakuwa wanapambana hao wa pembeni. Tunajua usifurahie wewe kufanikiwa peke yako, lazima umbebe na mwingine wa chini, ni jukumu lako. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa niambieni waheshimiwa wabunge, tumekuwa tukilia dakika zote hapa. Kuna watoto wanapangwa elimu ya kati pale, wanapangwa waende vyuo vya kati pale. Niambieni nyewe wenyewe, anapangwa mtoto wa maskini aende vyuo vya kati pale. Vyuo vingine vyote tumewapa waweze kupata mikopo wote, lakini kwa idadi tu ya wingi watoto wa Kitanzania kwamba hawawezi wote tena wakaenda kidato cha 5 na 6, haujafikia huo uwezo, labda kwa sababu ya ongezeko linaloongezeka. Hivi tunavyoanza hivi kutoka mwezi wa 5 mpaka sasa hivi, tangia matokeo yametokea, tumelazimika kujenga madarasa ya kuweza kukidhi lile ongezeko. Ongezeko la watoto waliofaulu wametoka 1075 mpaka 192. Sasa tuna maeneo mengine kama hivyo vyuo vya kati hivyo, Musti, ATC Arusha Teki pamoja na DIT, vipo ni vyuo vinavyozalisha wataalamu tena wanaotakiwa na uelekeo wa nchi yetu katika kukuza sekta ya uzalishaji. Lakini watoto wa kimaskini wakienda kule wanakutana na ada. Mheshimiwa Samia akasemaje? Tutafute kwa yeyote aliye na kaunafuu, atoe shilingi 20 kwa kilo, atoe shilingi 20, tupeleke elimu bure kwenye vyuo vyetu vya kati, na tupeleke tuanze kutoa mkopo kwenye vyuo vya kati, kwa sababu hata wanaokwenda kwenye vyuo vya kati ni watoto wa Kitanzania. Tutatoa wapi fedha ya kusomesha watoto wetu wa Kitanzania wanaokwenda vyuo vya kati? Ni lazima Watanzania tutagusana tu. Ni lazima tutagusana tu. Ndio tutagusana tu. Ndio inaweza ikakuongezea gharama, lakini ni lazima tumjali mtoto huyo. Mimi babangu alikuwa na uwezo wa kuuza kila ng'ombe moja naenda sekondari, lakini nilipofika chuo kikuu, kama nisingepata dirisha lile la grant, nisingeweza kufika kule chuo kikuu. Familia za aina hiyo bado zipo. Akiambiwa mzazi wa mtoto maskini wa kijijini atoe milioni 3, milioni 4, milioni ngapi, tena wengine wanasomea masomo ambayo tunayahitaji sana, sekta za afya, sekta hizi za uzalishaji wa Tanzania, tutakuwa tumeonyesha mfano mbaya sana wa kizazi hiki cha leo, tukishindwa kuwalipia watoto hao kwa sababu tu tunataka tujilimbikizie sisi ambao tumeshapata nafasi hiyo, kwamba wewe uwe hata na nyumba 5, uwe na nyumba kadhaa, uwe na nyumba kadhaa, lakini wale pale waache kabisa kwa sababu tu tunaogopa kubeba mzigo. Watoto wa Watanzania ni watoto wetu, ni lazima tubebe huo mzigo. Na waomba Watanzania wote tukubaliane na maoni hayo, hata kama yanatuongezea mzigo, inatuongezea mzigo kwa ajili ya watoto wetu. Hizo ni fedha ambazo zinakwenda kwenye kutengeneza taifa lililo bora katika sasa na miaka inayokuja. Niwaombe Watanzania, urithi tuliopewa wa kuthaminiana ni urithi mkubwa sana katika taifa letu. Hicho ndicho Rais Samia anachokisisitizia, kwamba kama una kanafuu, haujaenda mbali sana, lakini una unafuu, wasaidie na wengine walioko chini waweze kupanda. Hicho ndicho anachojaribu kutuelekeza kwa kutumia taratibu hizi. Kwa hiyo tunatambua tunapoenda kuongeza tozo mahali ama kuongeza kodi mahali, ni kweli tunatambua kiwango kile kinaweza kisibaki kile. Tunaomba Watanzania wote tuelewane, ni lazima tutekeleze miradi ya kimaendeleo, na ni lazima watoto wetu waweze kupata fursa hiyo. Mheshimiwa Spika,
Nchi hii imewahi kupita kipindi ambacho watoto walikuwa wanafaulu vizuri, alafu wanaambiwa hawajachaguliwa. Wengi walika letu hili, watafuteni rafiki zetu, wengi walikuwa na akili na walifaulu, lakini waliambiwa hawajachaguliwa, kana kwamba kwenda kidato cha kwanza ama kidato cha tano ni uchaguzi. Unaambiwa huyu hajachaguliwa. Watoto wameongezeka sana baada ya elimu bila malipo. Tusiirudishe nchi yetu kwenye upungufu wa miundombinu ama upungufu wa uwezo wa kuweza kuwasaidia watoto wanaokwenda elimu ya juu ama vyuo vya kati ama sekondari kwa sababu za kibajeti. Ni lazima tuwabebe watoto wetu wote wapate elimu, tena elimu inayolingana. Hiyo ndio future ya taifa letu. Ndio maana Rais Samia akaongeza bumu elimu ya juu, bumu sio lile lile, ameongeza elimu bila ada kidato cha 5 na 6, ameongeza elimu bila ada kwenye vyuo vile vya sayansi, na ameongeza vyuo vya kati viingie hatua kwa hatua kwenye mikopo. Na waheshimiwa wabunge, hata hilo la hatua kwa hatua wala msilichukulie kwa negative, na Watanzania wala msilichukulie kama wazo hasi, ni wazo chanya. Hata sasa kwenye elimu ya juu, sasa hivi kwenye elimu ya juu tulianza kwanza na watoto waliopangiwa vyuo vya serikali. Ndivyo tulivyoanza. Hatukuanzaga tu siku ya kwanza tukaanza vyuo vyote. Tulianzaga na wachache, lakini tukawa tumeanza. Ikapiga hatua tukaongeza idadi, ikafika hatua tukaongeza vyuo, ikafika hatua tukaenda vyuo vya sekta binafsi, ndio wabia wetu hao. Hata hivi sasa tukianza na wachache, hii ni bajeti moja ya mwaka huu. Mwaka unaofuata ndio na hii hamasa tunayoijenga na hii kukuza sekta binafsi, na miradi mingine itakuwa inaisha. Miaka 2 ijayo hatutakuwa na commitment za bwawa la Mwalimu Nyerere. Tutakuwa tumemaliza. Uzalishaji utaongezeka. Ile saving ambayo tunapeleka trilioni 1.6 kila mwaka haitakwenda tena kwenye bwawa. Maana yake tutaongeza uwezo wa kuwapeleka watoto walioko vyuo vya kati vya serikali na visio vya serikali. Mheshimiwa Samia, Rais Samia aliona tuwe na mahali pa kuanzia. Fikirieni lipi ni jema. Je, angesema uwezo wa uruhusu tukaacha kabisa, vile vyuo vyote vya sayansi tukaacha kabisa, vile vya kati tukaacha kabisa ili tusubiri uwezo utakaporuhusu? La hasha. Yeye akaona twendeni tuanze kidogo kilichopo, tuanze hatua kwa hatua kama tulivyoanza zamani. Zamani mikopo ilikuwa inapatikana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na allied universities, nadhani Muhimbili pamoja na UCLAS, baadaye ikaja na Mzumbe, baadaye ikaja na UCLAS, ikaenda ikiwa inakuwa mpaka ikaenda na vyuo vya sekta binafsi. Niwaombe mridhie, huu ni utaratibu mzuri, utaenda kuwagusa watoto wa Watanzania.